Wumbi hamote. Nafikiri imekuwa muda sasa, lakini siku ya leo nimefikiria niwaletee misamiati yetu. Kitabu cha tafsiri na ulugha hakikuisha, kwa hiyo tutazidi kutafuta baadhi ya misamiati ambayo inawakanganya zaidi mara wale watumizi wa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo ningependa tuangalie maneno mawili matatu. Neno la kwanza ni neno la Kiingereza dilemma. Dilemma. Uko katika hali fulani ambayo labda umechanganyikiwa, hujui uchukue hatua ipi. Dilemma kwa Kiswahili ni hali ya mtanziko. Mtanziko, dilemma. Neno la pili ni telecommunication. Yaani njia ya kupitisha ujumbe kwa njia ya kielektroniki. Inaweza kuwa unatumia simu ya rununu, inaweza kuwa unatumia kompyuta ama kipakatalishi, ama tarakilishi. Njia yote ile, labda unapitisha ujumbe, unapiga picha, unatumia mtu video, inaitwa telecommunication kwa Kiingereza. Kwa Kiswahili ni mawasiliano rununu. Msamiati mwingine ni human resource. Wale wasimamizi wa makampuni ambao wanashughulika sana na mambo ya wale wafanyikazi pale, human resource. Mmoja anaitwa mlimbi wa watumishi. Kwa hivyo wakiwa wengi ni walimbi wa watumishi. Sijui kana kwamba kuna uwezekano kwamba walikopa neno kule kuwalimbikizia watu kazi. Nafikiri ukishika kwamba ni mlimbi wa watumishi ama walimbi wa watumishi, utakuwa umepata kweli. Kuna vision, una malengo fulani katika maisha, una vision fulani, yani baada ya miaka 5, baada ya miaka 2, baada ya miezi kadhaa utakuwa umefanya jambo fulani. Vision ni rajua vision. Sijui kama kuna lingine moja. Nafikiri tumesema dilemma. Tutatafuta mengine ili tuweze nufaisha katika kuelewa jinsi unavyotumia misamiati wako. Kwa hiyo tumesema telecommunication, mawasiliano rununu, kuna vision, rajua, na pia kuna human resource ambao ni mlimbi wa watumishi. Tutapatana tena kitengo kingine. Nashukuru, mimi ni wako kiongozi. Zidi kushiriki katika YouTube channel yangu ambayo ni Smart Learners Studio. Tuonane wakati mwingine. Kila la heri.